بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لأي شيء خلقك فقل لعبادته وحده لا شريك له وطاعته. Hili ni suala la nne, maashara almuslimin. Asema Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, na lau mwanadamu utaulizwa ni kwa lengo gani, ni kwa sababu gani, na ni kwa hikma gani Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba. Na hili ni suala la msingi, maashara almuslimin. Wengi katika wanadamu, bali Waislamu, utakapomuuliza sababu ya kuumbwa au sababu ya kupatikaniwa kwake hapo ulimwenguni, ma yadri aljawab, hajui jawabu ya yeye kupatikaniwa katika huu ulimwengu. Fashaykh hahuna yuallimuna ما هو السبب وما هي الحكمة وما هو السبب الرئيسي لوجود الإنسان في هذه الدنيا الفانية. Sheikh hapa tatueleza sababu ya msingi ya kupatikaniwa mwanadamu katika huu ulimwengu, kwa sababu mwanadamu hajaumbwa kama alivyoumbwa mnyama, aje hapa ulimwenguni ale, anywe na kustarehe kama vile ilivyo hali ya wanyama, ni kula na kunywa na kustarehe. Lakini mwanadamu hajaumbwa kwa ajili ya kula na kunywa na kustarehe peke yake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, hivi nyinyi mwadhania kwamba sisi tumekuumbeni pasina malengo, tumewaumba nyinyi pasina kuamrishwa, pasina kukatazwa, na hivi nyinyi mwadhania ya kwamba hamutarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna malengo ya msingi, ndugu zanguni Waislamu, yaliyopelekea kwa Mola wetu Jalla wa Ala kumuumba huyu mwanadamu. Qala faqul, kwa hiyo utakapoulizwa ni kwa malengo gani umeumbwa, sema liibadatihi wahdahu la sharika lah, Mola wangu ameniumba kwa sababu na kwa malengo ya kumwabudu yeye peke yake subhanahu wa ta'ala, pasina kumshirikisha na kitu chochote. Idhan ma huwa sababu alladhi khalaqana Allahu jalla wa ala liajlihi? Aljawab wa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala. Ni sababu gani ambayo kwamba tumepatikaniwa sisi na majini? Ni kwa sababu gani Allah jalla wa ala ametuumba sisi wanadamu na majini? Jawabu ni kumwabudu yeye peke yake na kutomshirikisha na kitu chochote katika ibada zake. Kadhalika qal wa ta'atihi, Allah subhanahu ametuumba kwa ajili ya kumtii yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Wa kama yaqulu alulama, ta'atullah hiya ibadatuhu, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kumwabudu Allah jalla wa ala. Wa illa, huwezi ukasema kwamba wewe wamtii Allah alafu wamwabudu wasiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ta'atullah hiya ibadatuhu subhanahu wa ta'ala, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kumwabudu Mola wetu Jalla wa Ala. Qala wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul la'allakum turhamun, mtiini Allah na mumtii mtume wake alayhi salatu wassalam, ili mupate kurehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika asema Mola wetu Jalla wa Ala: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yoyote atakayemtii Allah na akamtii mtume Muhammad alayhi salatu wassalam,
kwa kufuata maamrisho yao na kukatazika na makatazo yao, basi huyo mtu faqad faza, atakuwa amefaulu fauzan adhima, kufaulu ambapo kwamba ni pakubwa, maashara almuslimin. Kwa hiyo swala la nne, ndugu zanguni Waislamu, ni sababu gani ambayo kwamba tumeumbiwa sisi na majini? Jawabu, tumeumbwa na Mola wetu Jalla wa Ala kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kupeleka ibada kwa Mola wetu Jalla wa Ala. Tayeb, ikiwa tumeumbiwa kwa ajili ya ibada, hii ibada nini? Asema Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, wal ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ibada ni jina jami' lililokusanya likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, kila analolipenda Allah subhanahu wa ta'ala, wa yarda, na akaliridhia. Jambo lolote Allah ambalo kwamba yuwalipenda, hilo ni ibada. Jambo lolote ambalo kwamba Allah yuwaliridhia, hilo ni ibada. Na huwezi ukajua kwamba hili jambo Allah yuwalipenda au hili jambo Allah yuwaliridhia isipokuwa kupitia Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huwezi ukalala ukainuka tu ukasema mimi naoteshwa hili jambo Allah yuwalipenda ukawa wewe walifanya. Abadan. Dini ya Kiislam ina maandiko, ikhwani fillah. Dini ya Kiislam ina mashiko yake ni Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala min al-aqwal, ibada ni jina ambalo kwamba limekusanya kila analolipenda Allah na akaliridhia, kutokamana na maneno kama vile kusoma Qur'an, kuleta adhkar. Qala wal af'al, na kadhalika matendo kama vile kusali, kama vile kufunga, kama vile kutoa sadaqa. Kullu hadhihi min al af'al, yote haya ni katika matendo al-dhahira, matendo yanayoonekaniwa, wal batina, na matendo ambayo kwamba hayaonekaniwi. Kwa hiyo nini maana ya ibada, ndugu zanguni Waislamu? Ibada ni jina ambalo kwamba limekusanya kila kitu kinachopendwa na Allah na kila kitu kinachoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, sawa sawa hicho kitu ni katika maneno au matendo yaliyodhihiri au yaliyofichamana. Hadha huwa ta'rifu al-ibada. Qala rahmatullahi ta'ala alayhi, wa takunu ibadatuhu bimtithali ma amara bih wa tarki ma yanha anhu. Kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni mambo mawili: kutekeleza na kufanya yale aliyoyaamrisha na kuachana na kuwa mbali na yale aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan al-ibada inma fi'lun wa hakadha, au al-ibada imma fi'lun wa imma tarkun. Ibada ni mambo mawili, ima kutekeleza au kuwa mbali na kuachana na lilo lililokatazwa. Naam ikhwani fillah, fa al-awamir ta'atu Allah fiha bilmajii biha, maamrisho aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ili wewe mwanadamu uzingatiwe, unamtii Allah subhanahu wa ta'ala katika hayo maamrisho, ni wewe kuyatekeleza. Kwa hiyo utakapotekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa anta muti'un lillahi jalla wa ala, wewe utakuwa umemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asema wa aqimus sala, simamisheni sala. Kwa hiyo wewe mwanadamu ukisali, fa anta muti'un lillahi jalla wa ala fi hadha al-amr ala wa huwa as-sala. Ukisimamisha sala unakuwa wewe umemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wa atuz zaka, na toeni zaka. Kwa hiyo wewe ukitoa zaka unazingatiwa ya kwamba umemtii Allah jalla wa ala kwa kule kutekeleza ibada ya zaka. Allah jalla wa ala asema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, imefaradhishiwa kwenye nyinyi funga.
Kwa hiyo wewe mwanadamu ukifunga, ukitekeleza hii ibada ya saum, utakuwa ni mwenye kuzingatiwa annaka muti'un lillahi jalla wa ala. Wa hakadha nawahi, na kadhalika makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi utamtii Allah? Yaqulu alulama ta'atu Allah fiha bilbu'di anha. Ta'atu Allah fi nawahi bilbu'di anha, ni kuwa mbali na kukatazika na kuachana na mambo aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Yale yote aliyokujilieni nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawafundisha, fakhudhu, shikamaneni nayo, na yale yote ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amewakataza, basi katazikeni nayo na muwe mbali nayo. Idhan ta'atu rasul hiya ta'atu Allah. Kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiko kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah jalla wa ala asema man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah. Yoyote atakayemtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huyu bila shaka atakuwa amemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Thumma qala ash-shaykh rahimahullah ta'ala kama qala Allah ta'ala, kama alivyosema Allah jalla wa ala. Sahihi Sheikh yataka kutoa dalil pale aliposema kwamba sababu ya sisi kuumbwa pamoja na majini ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Asema qawluhu ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sijaumba majini wala sijaumba wanadamu isipokuwa kwa lengo na sababu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Majini na wanadamu hawa ni almukallafun, wamekalifishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wamekalifishwa na Mola wao wamwabudu Allah jalla wa ala. Wa yaqulu alulama ikhwani fillah almakhluqat alaqila thalatha, wanadamu au viumbe ambavyo kwamba vina akili ni viumbe vitatu. Viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala ni vingi, lakini viumbe ambavyo kwamba vina akili ni viumbe vitatu: majini, wanadamu na kadhalika malaika. Malaika wa Allah jalla wa ala, lakin malaika sakharahum Allah jalla wa ala li ta'ati. Malaika wameandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kumtii na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hawa maasi Mola wao jalla wa ala, na wao ni wenye kutekeleza yale wanayoamrishwa na Allah subhanahu, kama alivyosema Allah la ya'suna Allah ma amarahum. Hawa muasi Allah jalla wa ala kwa yale walioamrishwa, wayafaluna ma yu'marun, na bali wao ni wenye kutekeleza yale walioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika malaika katika sifa zao Allah asema yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahar la yafturun, wao ni wenye kumsabbih, ni wenye kumtakasa Mola wao usiku na mchana. La yafturun, hawachoki malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan hum ibadun mukramun, ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waliotukuzwa na waliokirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu zetu majini na sisi wanadamu, sio sote ni wema. Wako miongoni mwetu ambao kwamba ni wema, na wako miongoni mwetu ambao kwamba sio wema, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala maneno walioyatamka wale majini pale waliposema kunna taraiqa qidada. Kunna taraiqa qidada, yani walikuwa ni mapote mengi. Walikuwa wako majini ambao kwamba ni wema, walikuwa wako waovu, walikuwa wale ambao kwamba wapo wanaosikiliza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wako wale ambao kwamba
wanaoasi maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi wanadamu na ndugu zetu majini hatuko sampuli moja. Wako wachaji Mungu na wako wale ambao kwamba wenye kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wako wale ambao kwamba wanatekeleza maamrisho ya Allah na wako wale ambao kwamba hawatekelezi maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na malaika wa Allah jalla wa ala, fakulluhum, wote malaika wa Allah jalla wa ala ni wenye kumwabudu Mola wao subhanahu wa ta'ala. Qala wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Qala al-ulama al-lam ha huna lamul hikma. Lam iliyokuja katika neno liya'budun ni lam ya hikma, yani Allah amewaumba majini na wanadamu kwa hikma na kwa sababu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Aktafi bihadha ila huna walhamdulillahi rabbil alamin.